2, kulinda na kuhifadhi na kusimamia rasilimali za misitu na wanyamapori. Kubuni, kupanga na kutekeleza tafiti za sekta za kilimo, mifugo na misitu na kusambaza matokeo hayo kwa wadau. Kusimamia utekelezaji wa sera, sheria, kanuni, mipango na miongozo pamoja na kuratibu ushirikiano wa wadau wa ndani na nje ya nchi. Lakini pia kusimamia rasilimali watu na huduma za utawala ikiwemo mafunzo, ustawi wa wafanyakazi na masuala mtambuka kama kijinsia pamoja na kupambana na janga la UKIMWI. Ndugu waandishi wa habari, katika siku 100 za Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi, mafanikio yafuatayo yameweza kufikiwa. 1, kukamilisha mfumo wa usajili wa wakulima ya kidijitali. Hili ni moja kati ya jambo ambalo lilikuwa likizungumzwa sana, namna ya usajili wa wakulima wetu. Wizara tayari imekamilisha maandalizi ya mfumo huu, ambapo kazi ya kuwasajili wakulima imeanza rasmi kwa lengo la kuwa na kazi data sahihi ya wakulima na shughuli zao wanazofanya kila siku. Mfumo huu wa sasa umesimamiwa na wizara kupitia mradi wa uhimilivu wa mifumo ya chakula Tanzania na unalenga kurahisisha upangaji wa mipango, utoaji wa huduma za ugani pamoja na upatikanaji wa pembejeo na masoko. 2, kukamilisha mfumo wa ufuatiliaji na tathmini. Wizara imekamilisha uundaji wa mfumo wa kusimamia taarifa za ufuatiliaji na tathmini kwa shughuli za kilimo ambao kwa sasa upo katika hatua za majaribio. Aidha, matayarisho ya dirisha la shughuli za mifugo katika mfumo huu yanaendelea vizuri, ambapo mshauri elekezi alishapokea kazi hiyo na anaendelea kutayarisha. Dirisha la shughuli za maliasili imewekwa wazi katika mfumo huu ili kujumuisha shughuli hizo hapo baadaye. Mfumo huu utaimarisha ukusanyaji, uchambuzi na matumizi ya takwimu katika kufanya maamuzi sahihi ya kisera na kiutendaji. Kukamilisha ujenzi wa maabara mpya ya utafiti wa magonjwa ya mifugo. Ndugu zangu waandishi wa habari, miundombinu ya maabara mpya ya utafiti ya magonjwa ya mifugo imekamilika na tayari imeshazinduliwa rasmi. Maabara hii itasaidia kuimarisha uchunguzi, utambuzi wa haraka wa magonjwa ya wanyama na kuongeza uwezo wa kukabiliana na milipuko ya maradhi inapotokea. Lakini pia itakuwa ni kichocheo cha kukinga kutokea kwa maradhi hayo kutokana na tafiti mbalimbali ambazo zitakuwa zinafanywa na matokeo hayo ya kusambazwa kwa wananchi. Utoaji wa ruzuku kwa zana za kilimo na uwezeshaji wa vijana. Serikali kupitia mradi wa kuongeza tija ya uzalishaji wa kilimo cha mpunga imetoa ruzuku inayowezesha upatikanaji wa zana za kilimo za mfano zinazotumika katika kutoa mafunzo kwa vijana watakaohudumia mabonde ya mpunga. Lengo ni kuwaunganisha vijana hao na taasisi za kifedha ikiwemo Benki ya Kilimo Tanzania TADB ili waweze kupata mikopo nafuu kwa ajili ya ununuzi wa zana na teknolojia za kisasa. Hatua hii ni sehemu ya utekelezaji wa mpango wa mageuzi wa sekta ya kilimo unaolenga kuwajumuisha vijana katika minyororo ya thamani ya kilimo. Ndugu waandishi, jambo jingine ni uanzishwaji wa kiwanda cha vifaranga vya kuku. Kiwanda kimoja cha uzalishaji wa vifaranga vya kuku kimeanzishwa katika eneo la Pambani chenye uwezo wa kuzalisha vifaranga 30,000 kwa wiki. Aidha, mwekezaji mwingine katika eneo la Pangeni yupo katika hatua za mwisho kukamilisha ujenzi wa kiwanda cha vifaranga pamoja na kiwanda cha uzalishaji wa chakula cha kuku. Miradi hii inatarajiwa kuimarisha sekta ya kuku na kupunguza utegemezi wa uagizaji wa kuku kutoka nje. Waandishi, haya yote yasingewezekana bila ya uwepo wa mashirikiano mazuri baina ya wakulima, wafugaji na wataalamu wa wizara wenye jitihada za dhati kabisa
na malengo ya pamoja ya kuleta mageuzi ya kilimo kutoka kilimo cha kujikimu kuelekea kilimo cha biashara.